Na tukiendelea, utawala wa Seneta Oburu Odinga kama kinara wa chama cha ODM umekuwa na changamoto nyingi muda mchache tangu aingie madarakani. Kutoka kujaribu kuunganisha wanachama wanaozozana hadi kuwarejesha wanaopinga msimamo ya chama. Ingawaje anajivunia ushindi ambao walipata katika uchaguzi mdogo wa Novemba mwaka 2025, kuna mawimbi makali, chama kikijiandaa kufanya mkutano wa wajumbe tarehe 27 mwezi Machi. Jacob Ochiro na mengi kuhusiana na taarifa hii. Alipochukua hatamu za uongozi rasmi kama kinara wa chama cha ODM tarehe 13 Novemba mwaka jana, seneta wa Siaya Oburu Oginga alikuwa mwepesi wa kukiri kuwa asingejaza pengo lililoachwa na kakake mdogo hayati Raila Odinga. Takriban miezi mitatu baadaye, amepata wakati mgumu kujaribu kuleta utulivu katika chombo ambacho mwelekeo wake unatiliwa tashwishi. Mawimbi yalianza siku moja tu baada yake kutawazwa katika maadhimisho ya miaka 20 wakati mpwa wake Winnie Odinga alitoa taarifa iliyovunja vichwa vya habari. Nasikia kuna wengine ambao wanatembea nasi mchana lakini usiku wanajaribu kuuza hii chama. Haiwezekani. ODM was not born in a bedroom. It was not made in a bedroom. So its future will not be discussed as pillow talk. Hii ilikuwa ishara tosha kuwa huenda mambo yangekwenda segemnege. Hata hivyo, Oburu alikiongoza chama kupata ushindi katika chaguzi ndogo za Magarini, Kasipul na Ugunja. Mtihani wake wa kwanza kwa mwaka mpya ulikuja tarehe 6 Januari wakati seneta wa Migori Eddie Oketch aliandika barua akitaka katibu Edwin Sifuna kunyang'anywa cheo hicho, lakini Oburu aliingilia kati na barua hiyo ikaondolewa. Mnamo tarehe 18 Januari, Oburu alijipata kwenye njia panda alipolazimika kuhutubia mikutano miwili ya ODM katika kaunti ya Kakamega, kila mkutano ukiandaliwa na mwenyekiti tofauti. Mikutano hiyo ilifuatiwa na madai makali dhidi yake kutoka kwa aliyekuwa naibu kinara wa chama hicho, Waziri Wycliffe Oparanya. Hatua inayoonekana kuwa ya kijasiri sana tangu achukue hatamu ni ile ya kumtoa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kama katibu wa chama tarehe 11 Februari. This party is a party like a club. When you join a club, you have to obey the rules of that club. You cannot disobey the rules of the club and you continue to pride yourself that I am the party leader of ODM and yet I contradict everything that ODM is saying. Mvutano huo mkali unatarajiwa kuona nani ataibuka mshindi kati yake na Sifuna. Kamati ya kati ya ODM ilimpa Oburu mamlaka kuanza mazungumzo ya kabla ya uchaguzi na chama cha UDA tarehe 12 Januari. Tangu wakati huo, uwezo wake wa kufanya maamuzi umewekwa kwenye mizani, haswa baada ya kutapatapa kuhusiana na msimamo wake kuhusu ODM kutaka kiti cha unaibu rais katika mwaka wa 2027. Lakini kuna kitu ingine, watu wengine wali-misinterpret. Walisema ati mimi nilisema ati sisi hatutaki kiti cha deputy president. Hiyo kiti ya deputy president ndio tunalenga sana. Hiyo ndio tunalenga. Uongozi wake unapozidi kutiliwa shauku, mkondo atakaochukua katika siku zijazo kabla ya mkutano na wajumbe huenda ukaamua kama watafikisha wana ODM katika mji wa Kanani au la. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Jacob Ochiro. Naam, shukran sana Jacob Ochiro kwa ripoti hiyo.